na kusubiri kubadilisha tiba. Kuangalia tu. Pete, naomba akitazama kwenye maji aone sura za watoto wake. Mbona una sura za wanangu? Nani? Zubeda na Zamda. Sura za wanao? Toka umekaa sehemu mbali. Jonko na huko. Toka. Hujamuua bado. Sasa tunafanyaje? Na ni kukaa na kusubiri kubadilisha tiba. Toka huko. Usiwaje. Mganga kutunyuma ipita mbele. Choma kwa nguvu sasa. Choma. Mganga. Naiona sura yako. Sura yangu mimi? Nishaona mtoto anataka kunichezea. Wakitaka kubadilisha dawa, itokee fimbo na kuanza kuwachapa na kuwafukuza kila wanavyokimbia. Ila dawa yake. Zamda na mwenzako Zubeda, hivi mnafahamu kuwa nyumba iliyojaa amani na upendo huwa imebarikiwa na Mungu? Ndio tunajua. Na kinyume chake, nyumba iliyojaa chuki na ikakosa amani na upendo huwa inakosa baraka kwa Mungu. Mnafahamu? Ndio. Vema sana. Sasa kama mnafahamu, ni kwa nini mna chuki na mwenzenu Jamila? Akia Mungu baba, si atumchukie huyo Jamila, Mungu. Wewe Zamda wewe. Wewe kwa nini unaogopi Mungu wewe? Hivi unafikiri Mungu ni kama kitu cha kuchezea chezea tu kama hivyo vitoe vyenu mnavyochezea? Kitu unafanya alafu unakataa hivi live. Sasa binadamu gani wewe? Au kishetani kitoto? Baba. Ukimsikiliza Jamila na kumatafa, nyumba nzima utachukia. Nini? Hapana, mimi sio namsikiliza tu Anko Matafa na Mzaki Jamila. Lakini ninaona kuna dalili za kutosha kabisa kwamba kuna chuki ipo katika nyumba hii na upendo na amani umekosekana. Huyo baba ni muongo, si atumchukii. Hebu nyamaza alafu. Kwa sababu kusema kwako tu huyu Jamila ni muongo, ina maana hapo kuna dalili zote za chuki. Alafu sio vizuri. Sio vizuri kabisa, kwa sababu nyinyi ni watoto wema. Watoto wema wanakuwa na mapenzi, wanakuwa na upendo kwa wenzao. Hello? Mzee, hujatuona au? Njoo huko. Ulikuwa wapi? Ninaongea na wewe, ulikuwa wapi? Nilienda kwa mganga. Ulikwenda kwa mganga? Ulifuata nini kwa mganga? Ulifuata nini kwa mganga? Nilienda kutafuta dawa kwa ajili ya kupata mtoto. Yaani mtu mzima kuongopa mbele ya watoto, hata uoni aibu, uoni haya wewe? Yaani uliyetoka kwa mganga unarudi hapo unaonekana wazi na dalili kama umetoka kupigwa. Na unaonekana umetoka kulia, macho yako ni mekundu. Alafu unadanganya hata mbele ya watoto. Yaani mtu aliyezoea uongo ni uongo kila siku tu. Ninaomba useme ulikuwa wapi? Naomba tueleze kweli, ulikuwa wapi? Na kwa nini upigwe? Kwa nini utoke damu? Kwa nini alama za kupigwa?
Mimi nimetoka kwa mganga, aliyenipiga ndo jinamizi, sijui shetani. Aliyenifanya mimi nikose kupata mtoto. Pete, naomba umwadhibu mama mpaka aseme ukweli. Unasema ni aje usinipigie? Unajua unatuchanganya. Unataka kusema nini? Kwa mganga hizo kutafuta dawa ya mtoto. Ai. Nenda kutafuta dawa ya kufanya wewe chini ya himaya yangu. Yaani uniweke mimi chini ya himaya yako? Na kila nitakachosema unisikilize. Hata kama kikiwa kibaya, kikiwa kizuri, unisikilize. Mimi siwezi kukusamehe wewe mpaka ueleze sababu kuu hasa. Kwa sababu kipo kitu lazima. Sababu kuu iliyokuamrisha wewe kwenda kwa mganga. Yaani hicho kitu cha ziada. Kwa sababu ulikosa nini katika nyumba yako? Kitu gani umekosa hapa? Hebu elezea. Na nitaka mateso ambayo unamfanyia Jamila wao yafurahie, usichukie. Na nitaka kuambia tu mfukuze humu ndani, unikubalie usikatae. Kumbe ninaishi na shetani humu ndani. Tena huyu mwenye mguu mmoja kabisa. Jinamizi. Amekukosea nini? Binti mdogo kabisa. Hali hata kilo moja kwa siku. Ana kitu gani? Hana anacho kitu Maajabu ya ulimwengu. Mama, mbona kumwambia kama ulitaka kunioa mimi na Sara? Mungu, mama hawezi kukuoa wewe na Sara. Kelele, siongei na wewe. Mama, hivi kwa nini ulifikia kiasi cha kutaka kuniua? Kosa langu ni kukaa hapa au kumuita Boss Jabir baba? Kumuita baba ile maana kwamba nitakuwa mlisi wa Boss Jabir. Nilichotaka kutoka kwenu ni kunisaidia kuweza kupata elimu itakayonisaidia katika maisha yangu. Mambo mangapi mabaya walionifanyia, yote sikutaka kumweleza Boss Jabir, nikihofia kuvunja ndoa yenu. Ulininyima chakula, ulinipiga bila kosa lolote, ulinitumikisha kazi kama punda, lakini yote niliyavumilia. Jamila, hivi hebu nieleze, ulijuaje kwamba mamako huyu pamoja na kisirani chake na mabaya yake haya alikwenda kwa mganga ili kukuua wewe na Sara? Nilikuwa uani nikitafakari kile ulichoniuliza. Na ndio mimi nilijua swala kama hili litakuja kujitokeza. Nilijua tu. Sasa nasema hivi, huyu Sara, huyu Jamila, mimi nataka wote wafe. Potelea mbali, kama ni dhambi ni mimi na Mungu wangu. Huyu Mama, nilichoongea ni uongo au ukweli? Mimi naongea ukweli. Jamila, mimi nimenadamu. Naomba nisamehe. Nisamehe Jamila, mimi nimekosea. Naomba nisamehe. Mimi nishakusamehe, sina kinyongo na wewe. Kweli? Asante. Asante Jamila. Mume wangu nimekukosea. Nimekukosea wewe. Nimemkosea mwanao Jamila. Nimewakosea ni wote. Nimemkosea na Mungu wangu. Naomba unisamehe. Naomba mnisamehe wanangu. Matafa, naomba unisamehe mimi. Wasi kula unaniambia mimi kada yangu inachemka. Nilikwambia mimi kwamba mimi nitakunywesha wewe kabla wewe kuninywesha mimi. Sasa naanza kukunywesha kikombe cha kwanza.
Yaani mimi kwa upande wangu siwezi kukusamehe wewe mpaka nijue tatizo ni nini ukamchukia kiumbe huyu wa Mungu. Mtoto mdogo sana huyu kama watoto wako tu. Ipi sababu kuu hasa ikakutoa imani na kufanya na kama vile mja wa motoni? Yaani sielewi mimi. Yaani sababu yako kuu yani. Umenisikitisha sana mimi. Jamila mimi sikumpenda toka siku ya kwanza ulipomleta humu ndani. Nilipomwona tu Jamila, nilisikia hasira iliyokuwa inatoka ndani ya moyo wangu. Na mbaya zaidi, baada ya kujua kwamba Jamila ni mwanao, ni damu yako, hasira zangu kwake ziliongezeka. Nilizidi kumchukia. Na ndio maana yote yakatokea. Damu yangu? Ndio, Jamila ni mwanao. Jamila ni damu yako. Mbona unazidi kuongeza mambo ambayo hatuelewi? Yaani kwa nini siku unaifanya na kwa hivi? Yaani unanithibitishiaje mimi au yaani mbona unaongea mambo ambayo hayaeleweki? Jamila mimi ni mtoto wangu kivipi? Mimi sijui hata nianze vipi kukuelezea. Nashindwa jinsi ya kukuelezea. Kama huwezi kuongea basi Pete taongea ukweli. Bora. Bora. Pete, naomba ongea ukweli juu ya swala hili. Kila mtu asikie. Sauda. Abe dada. Nafahamu fika kwamba unatembea na mume wangu. Na hapo ulipo una ujauzito wake. Hivyo nataka uwe mbali naye. Vinginevyo nitakuja kukufanya kitu kibaya ambacho hutokisahau maishani mwako. Aliyekwambia kuwa mimi nimetembea na mume wako na pia nina ujauzito wake ni nani? Nimeambiwa na mganga. Mume wangu ametembea na wewe ili apate mtoto wa kurithi mali zake. Nadhani mpaka hapo umenielewa. Hivyo basi, nahitaji uwe mbali naye. Vinginevyo utakuja kuniona mibaya. Na ningeweza kukuumiza. Ila kwa sababu najua Mr. Jabir ndiye aliyekushawishi wewe kutembea naye. Na ndio maana nimekueleza hivi kirafiki. Huna haja ya kuogopa endapo tu utafuata hichi ninachokueleza. Lakini ukijifanya mjanja, maisha yako yatakuwa mashakani. Sitakuwa karibu naye. Hata hivyo hajui kama mimi nina ujauzito wake. Yes. Na nataka aendelee kutokujua kwamba wewe ni mjamzito, ili mimi na yeye tupate uchungu wa kutokuwa na mtoto. Unaweza kwenda. Kuanzia hii leo sitaki kukuona nyumbani kwangu na hata haya maeneo. Sawa? Dada, naomba nisamehe. Nitaenda wapi? Sihitaji kukusamehe mtu kama wewe. Dada, na ndio maana nimeongea naye kirafiki.
Aisee. Ama kweli Mungu ni wa ajabu sana. Yaani binti aliyekimbilia kwenye gari langu kwa ajili tu ya kuweza kuunusuru mkate wake, kuinusuru riski yake, huku akiwakimbia vijana wenzake ambao wanataka kumnyang'anya huo mkate aliofanya kuwa ndio mle wako wa siku ile. Leo kumbe anaenda anakuwa binti yangu, damu yangu. Mungu nakushukuru sana. Wewe ni mwingi wa rehema, una mengi miujiza na mengi maajabu. Tukuache tu Mungu we Mungu. Mungu mkubwa. Mwanadamu anaweza kufanya mambo mengi sana, lakini Mungu anabaki kwa Mungu. Hey. Mwanangu, Jamila. Hebu njoo karibu yangu. Mungu tukuache tu. Nakushukuru sana kwa muujiza huu ulionifanyia, kwa sababu sikutegemea jambo hili kunitokea. Sikutegemea huyo angekuwa ni binti yangu. Nakushukuru sana Mungu wangu. Nakushukuru kwa kila jambo na neema yako. Mwanangu, hebu nieleze, pete hiyo ya ajabu ambayo umekuwa ukiitumia, wewe umeipata wapi? Kwa sababu mimi baba yako sina asili nayo. Nimeokota kwenye shimo mama aloniaga. Unataka kulitumia kwa ajili ya kazi gani? Kuweka ile dawa ambayo nilichukua kwa mganga ya kukufanya wewe chini ya himaya yangu. Ama kweli makubwa haya. Hivi mimi nikiwa chini yako wewe utapata faida gani? Ni faida gani utaipata mimi kuwa chini yako? Mwangalie sura yake. Yaani mimi sijui kwa nini kila mwanamke anempata anakuwa na maajabu ya kipekee yake. Sasa sielewe huyu pamoja na Zuena nani ambaye ni bingwa au ushirikina. Sijui sasa. Huyu mkali. Huyu kamfunika Zuena huyu. Tena huyu ni zaidi ya Zuena baba. Huyu Jakamoyo. Kweli Jakamoyo? Huyu hatari bwana. Huyu kamfunika Zuena. Jabiri mume wangu, kama kulia nimelia sana, kusononeka nimesononeka sana, na kuhuzunika nimehuzunika sana, lakini bado nakuomba msamaha. Naomba unisamehe. Ninaahidi kubadilika, nitakuwa mke mwema, nitampenda Jamila kama ninavyowapenda watoto wangu wengine, na kukudhirishia hilo. Mimi kwanza sasa nitaanza hata kuswali. Jamila, najua nimekutendea mambo mengi mabaya sana ambayo binadamu wa kawaida hawezi kuyafanya, na kuyahesabu siwezi, ni mengi mno, lakini naomba unisamehe. Jamila, naomba unisamehe. Tena uishi hapo hapo. Uishi hapo hapo. Jamila mama, huyu usimsamehe kamwe. Huyu. Hivi unakumbuka Jamila kwamba huyu ndio alikuwa akikupiga wewe na anakuburuza buruza wewe? Si ndio huyu? Huyu si ndio anakuzuia wewe kwenda shule? Na huyu si ndio alikuwa kufanyisha kazi kama punda huyu? Umesahau leo? Hivi mara ya mwisho ulisahau alivyotoka na vile vitoto vyake vile, akatoka na vile wanaenda Mikumi kuangalia wanyama, si ndio huyu? Au umemsahau? Sijasahau, nakumbuka. Ila tena mimi nilienda. Wewe ulikwenda, acha uongo je. Wewe walikuacha pale ukao umefungua ndani kama kuku mle ndani, wewe ukajitia unajisomea hisabati. So wewe umeenda kwa muda gani? Mimi nilikuwa getini pale. Na wewe ulikwenda kuangalia wanyama? Na mimi nilikwenda. Sasa wewe jishaue, huyu jini huyu akishabadilika kwa anakuja kujifanya kwa malaika. Sasa mwache aje akuchome kwa mara ya pili. Asa hivi anakuwa roboti.
Mwanzo kaja kijini, sasa hivi anakuja kiroboti huyu. Sasa mwache jinga wako na wewe. Nyaka huko. Pete, naomba univalishe mavazi kama nimevaa siku tulipoenda kuangalia wanyama. Mama, Zubeda na Zamda mkumwona mtoto amevaa kama hivyo? Tumemuona. Kabla sijapata pete mlikuwa mnanitesa sana, lakini baada ya kupata pete maisha ni haya mustarehe. Baba, naomba umsamehe mama, ila nami na ombi langu moja. Ndio mama, ombi gani? Niambie tu. Yaani hapa wewe niambie chochote, mimi nakubali tu. Nakubali mwanangu. Umeteseka sana unajua? Kwa vile Zamda na Zubeda anaishi maisha ya furaha kwa kuwa na mama anayewapenda kwa dhati, nami naomba ungenitafutia mama anayenipenda kwa dhati. Sawa. 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 Mama, hilo unajua hilo sio tatizo. Yaani kabisa, kwa sababu nafasi hiyo ninayo. Na uwezo wa kufanya hivyo pia ninao. Hata dini yangu inaniruhusu. Lakini mama, wasiwasi wangu ni kuwa karne hii ya 21 wanawake wale ambao wanapendeka na nikimuoa kumleta kwako, labda kama atakupenda, ni wakubahatisha sana. Labda kama ungeongea ushauri mwingine. Yupo anayenipenda na kunijali kwa dhati. Kama ukikubali nitamleta ili muone. Mlete tu. Mlete. Haya basi sawa. Hey. Sara. Nzuri Sara. Kawa kibonge. Jamani. Shikamoo bosi. Marhaba Sara. Habari ya siku nyingi? Nzuri. Jamila, ujambo? Jambo. Dada, shikamoo. Marhaba, ujambo? Sijambo. Baba. Ndio mwanangu. Mwanamke mwenyewe ndo dada Sara. We. Jamila, unaonifanyia ni unyama ambao yani hata niliokufanyia mimi ni mdogo. Yani ni ubinafsi mkubwa sana. Unamwambiaje mwanangu? Ninaomba funga mdomo wako. Huwezi kumnyanyasa mwanangu na kuongea maneno hayo mimi nikiwepo. Yaani yote yalopita nyuma, kama ningekuwepo usingesubutu kumfanyia hivi vitendo vya ajabu mwanangu. Huyu ni mtoto, ni binadamu huyu, anastahili kupata matunzo mazuri. Vipi unamnyanyasa? Tena unyamaze kabisa. Mwanangu. Kwa hiyo Sara ndo anafaa kwa mama yako. Ndiyo. Alikupenda, alikutunza, alikuonyesha kukujali. Ndiyo. Kaa mwanangu. Hebu pumzika mwanangu. Mimi nakupenda sana. Sara, ni siku nyingi zimepita hatujakutana. Lakini mwanangu amekupenda sana. Ameona kuwa wewe unastahili sasa kuwa mama yake. Yaani mke wangu mimi badala ya huyu mama. Umenielewa sijui? Ninaomba ukubali ombi langu kwa sababu sitaki mwanangu kauli yake ianguke. Sasa jamani, inawezekanaje mimi nikaolewa na bosi wangu? Hayo ni ya kawaida. Unachotakiwa kufanya ni kubalie ili nianze utaratibu wa kuonana na wazazi wako, nipange nao ili jambo la heri lipite. Bas. Hili ni jambo la heri. Bas. Jambo la Mwenyezi Mungu. Tulia. Tulia usikie vitu. Kwa sababu ulimpenda na kumjali na kuona kuwa huyu naye ni binadamu. Binadamu anastahili kujaliwa, kupendwa, kuthaminiwa. Umeona? Hebu kubali mama, kubali. Kubali mama. Hebu samahani, naomba kwanza nyote mnisikilize vizuri. Ndiyo. Mnisikilize na iwaingie akilini na mnielewe. Mama. Mama Zamda. Mama, si unaitwa wewe? Ninaongea na wewe, unanisikia? Vizuri kama unanisikia.
unarudi nyumbani kwenu kwa kipindi cha miezi 9. Nakupa hiyo miezi 9 ya likizo ya ndoa. Sitaki, naomba sikilize. Nakupa likizo ya miezi 9 ya ndoa. Urudi nyumbani kwenu, wewe na binti zako. Halafu utakapoona kuwa sasa unastahili kuwa mke wangu, unastahili kuwa mama wa huyu mtoto, ukimtunza na kumjali, tutafikiria namna ya kukurudia ili uwe mke wangu tena. Lakini hata hiyo miezi 9 yenyewe unampa, naona kama vile bado midogo. Huyu atajirekebisha miezi 9 huyu kweli huyu? Alafu haya kuhusu. Sasa mimi nikienda kule na anatenda kunitunza. Atenda kunitunza nani? Ninaomba, hey. Sitaki maneno mengi. Ninaomba amka, chukua watoto, uende nyumbani. Nyinyi watoto, mtanisamehe watoto wazuri Ninaomba mwende na mama nyumbani kwa sababu hamwezi kukaa hapa tena na sisi. Hata dini wala haipendi mama. Hiki kibonge ndio kijeuri hiki. Kijeuri hiki ndio kinamlesi kabisa mamake. Sheria za ndoa, sheria za nini tutajua huko. Ni sawa, lakini ukapumzike na roho yako mbaya isiyostahili. Naomba uende nyumbani, sitaki maneno mengi. Sawa mama. Jamani, haya njoo kae na mwenzio huko. Muongee na mtoto wenu. Napenda mwanangu. Mama mwenye nyumba. Unafanana kibonge. Nyumba imekuwa nyepesi. Jamani, poleni sana. Tuliishi na shetani ndani ya nyumba. Sana. Binti yangu ameteseka kweli. Finally Mungu anakuleta katika neema. Lakini jamani, Mungu kweli ni mtu wa ajabu. Uliona kama haiwezekani? Sikuamini kama naweza nikaolewa na Muislamu. Ibilisi hana nguvu mbele ya ukweli. Hana nguvu mbele ya Mungu. Hata ingetokeaje. Yote hiyo kazi ya nani? Jamila. Ya pete. Ingeipata nini hiyo? Ningeomba niwe Ulaya. Acha tu na wewe. Wewe haiwezi kuacha. Huyo kipaji kabisa kutoka kwenye damu. Anatakiwa kuwa mchekeshaji, unajua huyo. Ni furaha. Na? Tukale. Umeandaa chakula? Nitendeni tu. Mambo ya nini? Tende mwanangu, tende. Mama huyu jamani. Mama mwenye nyumba mwenyewe sala. Mama. Suna, hapa peupe kote hakuna kitu jamani. Tunafanyaje? Jamii una makusudi wewe. Hivi mama, kwa nini tusiende outing just for dinner tu kwa ajili ya usiku huu? Ili pia umfreshe mama na wewe mwenyewe. Maana unajua leo ni siku maalum. Machani labda na maana yake. Leo nataka niape ofa. Wanataka kutupatia ofa. Haya. Pete, naomba chakula kizuri atachokipenda. Jamila wewe. Ndio maana mimi kipua changu kwa sikia kama kina sheki hivi. Kumbe vitu vinakaribia. Kilichobaki sasa watu hapa ni kula, tubambe na tusherekee. Wanangu nakushukuru sana. Umeonja ni chakula kweli? Wewe hiyo pete yako kweli mtu unalala njaa hiyo. Ya kwanza nionje kabisa kama hiki kitu original. Kunywa au vipi? Yaka tuweka plastic surgery hapo. Original. Kunywa. Hasa kesho mama pilau na nani? Nani mchomo. Siku moja naweza nikalala nikajikuta niko Ulaya. Nimepelekwa tu. Na mwanao. Nakupenda mwanangu, nakupenda sana. You are my everything. Jamani. I love you. Pete tu.
Okay? Yes. Yeah. Umekuja na nguo nzuri. Yeah. Nawe kama mwenyewe bwana. Moja moja na mimi mkebe.